Ya, hii ni Drama TV Online na mtangazaji wako ni G kama G kwenye mic za Drama TV Online. Ya, hivi punde kwenye mic za Drama TV Online tumepokea taarifa masikitiko. Ya, ni kweli ni jambo ambalo linahuzunisha sana. Hata mimi nilifaa kusikia taarifa hiyo. Imeniuma sana, imenitouch hadi nimetoa machozi kabisa. Ya, nahisi kuna video ambazo zilitambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha familia moja. Kuna mwanadada ambaye alitoka Marekani akaenda kumwangalia mumewe Sweden. Ya, baba sita, nahisi kwenye TikTok yake watu wengi walikuwa wanafuatilia sana, alikuwa anaingia live na familia. Kweli ni familia ambayo ilikuwa na furaha kubwa kukutana baada ya miaka karibuni 6 au 8, hawajawahi kuonana, hajawahi kumuona mwanae. Walivyokutana familia ilikuwa na furaha sana. Nahisi ambao alikuwa anawafuatilia kwenye TikTok ya baba sita, nahisi aliona familia gisi ilikuwa na furaha. Lakini taarifa ambayo tumeipokea hivi punde kwenye mic za Drama TV Online ni kwamba mtoto Junior amefariki dunia huko Buffalo, huko state ya Buffalo, na chanzo cha kifo cha mtoto ni kwamba mtoto ameangukiwa na kitu ndani. Mtoto ameangukiwa na kitu ndani ya nyumba. Ni taarifa ambayo tumezisikia, lakini sio za familia, ni taarifa ambayo tumezisikia tu kwa watu, lakini kwamba chanzo cha kifo mtoto ni kwamba ameangukiwa na kitu na kimemuumiza kichwani. Kwa hiyo hicho ndo kimepelekea kifo cha mtoto huyo. Ni kweli ni jambo ambalo limehuzunisha mno. Ni kwamba mtoto alitoka Marekani kwenda kumwangalia babake, ni kwamba ni kwenda kumuaga baba, basi hivi tumeachana ndo basi. Kwa hiyo ni jambo ambalo hata wewe ukiambiwa, ukipigwa simu kwamba mwanao amekufa, hauwezi ukaliamini. Hauwezi ukaamini kabisa. Ya, vipi shangazi zake, bibi yake ambaye alikuwa anampokea kule Sweden, vipi familia zitakuwaje? Kwa sababu hapo lazima mchawi atatafutwa ni nani. Ni familia ya ukweni au ni kwao na mke? Kwa nini tu mtoto ameenda Sweden na kurudi amekuja kupata majanga? Kwa hiyo ni jambo ambalo linahuzunisha mno, ni jambo ambalo hata wewe mwenyewe ukiambiwa halina majibu. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kuongea sana, niwape tu pole ndugu jamaa na marafiki ambao wameachwa na mtoto huyo. Ni kweli ni jambo ambalo linahuzunisha mno. Ni jambo ambalo hata mimi limenitouch sana. Hadi nashindwa ni fanyeje, lakini hatuna mengi ya kuongea kwa sababu sisi sio wana familia. Kwa hiyo tusubirie familia gisi itakuja kutoa taarifa kuhusiana na kifo cha mtoto huyo ambaye anitoka jina la Junior. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, kwa sababu hatuna mengi ya kusema kwa sababu sisi sio wana familia. Kwa hiyo inabidi tusubirie taarifa za familia ili tuje tuwajuze zaidi kuhusiana na kifo cha mtoto huyo ambaye anitoka jina la Junior. Kweli ni jambo ambalo linasikitisha mno, limeniumiza sana. Naamini limeumiza wengi sana, kwa sababu ni familia ambayo ilikuwa na furaha. Siku chache tu ambazo zimepita hapa, ni familia ambayo ilikuwa na furaha kubwa sana, lakini ndio hivyo, limetokea janga kama hilo kwamba mtoto ameangukiwa na kitu ndani na ikampelekea kumuumiza vibaya kichwani na kumpelekea kifo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linasikitisha mno, limeumiza watu wengi, walio wengi sana lazima wataumizwa na kitu kama hichi. Kwa hiyo sina mengi ya kusema, na ni Drama TV Online na mtangazaji wako ni G kama G. Usisahau kusubscribe channel ya Drama TV Online, kushare na kulike kwa ajili ya kupata update mpya za Drama TV Online. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki.